Waisraeli walipoteseka na kunyanyasika sana, viongozi wa dini wengine waliponunuliwa na utawala wa Israeli ya kaskazini na utawala wa Yuda, akiwemo hata Ahabu alinunua watawala viongozi wengi wa dini. Alinunua viongozi wa dini zaidi ya 400, akabakia mmoja alikuwa anaitwa Mikaya. Lakini katika hatua hiyo ya kunyanyasika wana wa Israeli, Mungu alimuinua mtu mmoja, alikuwa hajai hata kwenye ganja, alikuwa anaitwa nabii Yeremia. Mungu akamwambia Yeremia, usiogope kwamba mimi ni mdogo, maana mimi nimekuinua ya kwamba ukabomoe, ukavunje, ukaharibu na kusambaratisha mifumo yote ya ukandamizaji na unyonyaji, kusudi ukajenge, ukaimarishe na kustawisha mifumo ya haki katika nchi yako. Utasoma haya katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Taifa la Afrika Kusini limepata uhuru kutoka Waingereza. Ilikuwa ni kwamba kikaibuka kikundi kimoja cha African Nationalist Party, kikaanzisha mfumo wa ubaguzi wa rangi. Kile chama kikanunua hata viongozi wa dini, wote wakanyamaza. Wale watu wakaanza kuua watu, wakaita mfumo wa ubaguzi wa rangi, wakanyanyasa watu, wakamfunga Nelson Mandela kama wamemweka Lissu ndani, wakamfunga Walter Sisulu, wakaweka kina Gilbert Mbaki, wote akina Oliver Tambo wakaikimbia nchi, wakawaua akina Stephen Biko, wakaua akina Chris Hani. Lakini Mungu alimuinua mtu mmoja. Waliwanunua hata viongozi wa dini. Viongozi wa dini wanaenda kwenye madhabahu, wanasema mfumo wa ubaguzi wa rangi umekubaliwa na Mungu, umetoka kwa Mungu. Lakini askofu mkuu wa kanisa Anglikana wa jimbo la Cape Town, Desmond Mpiro Tutu, akasimama na majoho yake, akaandamana kule Soweto na kutangaza sauti ile katika upweke mwingi, kwa sababu ilikuwa ni sauti ya Mungu. Mungu akamuinua Desmond Tutu na watu wengine. Utawala wa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini ukadondoka, usisimame tena na milele hujasimama. Niwaambie mfano wa mwisho tu. Amerika Kusini kulikuwa kuna nchi moja inaitwa El Salvador. El Salvador ilipata uhuru kutoka Italia, kwa Hispania. Lakini iliibuka utawala wa kidikteta, unatesa watu, unanyanyasa watu, unaua watu. Viongozi wa dini wote wakanyamaza kimya. Mungu alimuinua askofu mkuu wa jimbo kuu la San Salvador, alikuwa kanisa la Katoliki, alikuwa anaitwa askofu mkuu Oscar Romero. Oscar Romero alipambana na utawala ule. Alipokuwa akihubiri katika madhabahu, alipigwa risasi, akadondoka na kufa pale pale. Baada ya kufa, damu yake ilimwagika. Utawala wa El Salvador ulibomoka, usisimame tena, haujasimama tena. Tanganyika ya kwako ilipokuwa katika kupigania uhuru, watu walikata tamaa. Lakini padri wa kanisa Katoliki alikuwa anaitwa Father Welsh, alimwambia Julius Nyerere, akampa Julius Nyerere siri ya ukombozi. Ndipo Nyerere akajiuzuru Pugu, akatembea dunia nzima mpaka Umoja wa Mataifa, tukapata uhuru bila kumwaga damu. Tulipopata uhuru mambo yakaenda vizuri, tukaheshimika sana kama taifa. Lakini baadaye ukaibuka mtindo mwingine. Ushenzi umeibuka katika nchi yetu. Mauaji, utekaji, upolaji wa kula vimeibuka katika nchi yetu. Na sisi kama viongozi wa dini tumeona kwamba hatutasimama imara, kwa sababu kanisa ni sehemu ya kutetea haki, ni sehemu ya kusema mambo ambayo wengine watanyamaza. Askofu wa kanisa Katoliki, rais wa baraza la maaskofu, akasema wakati wa Pasaka kunyoshia kidole mamlaka na kuambia pia mwachie Lissu bila masharti yoyote. Na maaskofu wengine wengi mmesikia wakati wa Pasaka. Baada ya kusema mambo kama hayo, kanisa limeungana, wakaanza kuwatisha, wakataka kumuua padri Father Kitima, wakampiga na kitu kizito. Lengo lao ni kuwatisha si viongozi wa dini. Nataka kuwaambia hakuna mamlaka duniani iliyoweza kuwatisha viongozi wa dini kafanikiwa. Tulimuomba Mungu wakati, ngoja nitulieni kwanza.
tunamaliza. Wakati wa zama zenye maumivu makubwa, tulipita hapa, tulipita na furahisha kote, tuliwaambia ole wake atakayenyamazisha watu, atakayeua watu, atakayepora uchaguzi. Tuliomba na Mungu akasikia, na kuna watu wengine wamenyamaza, hawaonekani tena. Tunaenda kumuomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mkutano huu. Asante kwa ajili ya watu wa Mwanza. Sisi ni sauti ya Mungu. Sisi kama kanisa na viongozi wa dini tunawaambia Watanganyika, Watanzania waungane kwa pamoja, tuondoshe mfumo huu wa ushenzi, mfumo wa kuua watu, mfumo wa kuteka watu. Tuandike katiba mpya, sema amina. Yeyote atakayeamrisha vyombo vya usalama, iwe ni jeshi la polisi, iwe ni magereza, iwe ni usalama wa taifa, iwe ni JKT, iwe ni jeshi la wananchi, iwe kikosi kingine chochote cha asili, ili kuteka, kuua, kutesa na kunyamazisha watu, akafedheshwe yeye na watoto wake, kizazi cha kwanza na cha pili na cha sema amina. Amina. Asante sana Baba Askofu Mwamakula, kwa niaba umeongea kwa niaba ya viongozi wa dini waliopo mahala hapa. Sasa naomba nimlete kwenu aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amewahi pia kuwa mgombea urais wa nchi hii, Mheshimiwa Dr. Slaa. Karibu sana uzungumze na wananchi wa Nyamagana.